Cherry Landira shekwa vizuri sana. Mary Aido pembeni sasa, huku Vivian anaweka ndani, nafasi kwa Kenya, waweka ndani bao la kwanza. Inyanyuliwa tu na Vivian Makoha, mlinda mlango Feruze Mohamed akajikuta tu ule mpira kwenda kuokota ndani ya nyavu ama kwenye kamba. Kenya wanapata bao la kwanza dakika 13. Vivian Makoha. First goal for Kenya national team. Scored by player jersey number. Makosa ya Djibouti kucheza nyuma ya mpira yanawagharimu na wanazembea kutafuta mpira mara wanapoupoteza. Hii inawasababisha waweze kutoka nje ya mchezo na kusababisha kufungwa. Pata kitu. Mpira mwingine umeingizwa ndani. Usiwi namna hii. Haya, wanaondoka sasa Kenya kwa mara nyingine tena safari yao katika lango la Djibouti. Wanakaa ndani. Bao la pili. Jantrix Shikangwa anakwenda kuweka mpira katika kamba. Ni bao la pili. Djibouti wamevumilia sana, dakika 11 hawakufungwa, wamekuja kufunga mabao mawili dakika 2. Second goal for Kenya national team by player jersey number 10 Jantrix Shikangwa. Goli la pili kwa timu ya taifa Kenya. Makosa aliyofanya golikipa baada ya kudaka mpira, aliingia nao kiwanjani, jambo ambalo haliruhusiwi. Hili ni goli la pili. Shikangwa alipokwenda, hii ni cross ambayo ilikuwa imewekwa na Mwanalima Jereko. Angalia ule mpira. Ulivuka ile line ya goal. Mwanalima huyo Jereko. Na unaweza kuona namna ambavyo alichelewa kwenda kuchukua ule mpira, badala yake akachukua tayari ukiwa umeshavuka ile line ya goli. Msheko ndani sasa huko. Pasi ya kisigino. Mwamuzi anasema defender kama anashangaa, anambia ni mkwaju wa penalty huo bwana. Kwenda kushika ule mpira. Unaweza kuangalia marejeo ya picha. Mkwaju wa penalty. Kama anafunga ni kwa bao la 3. Shikangwa anakaa ndani, bao la 3 kwa Kenya. Kwenda kumtesa mlinda mlango namna ile. Mazer Fuad jezi nambari 14. Haya, kwa ndani, nafasi nyingine, wanaweka kambani Kenya, bao la 4. Alikwenda kuweka mpira kambani mwenye kapteni Mwanalima Jereko. Goli la 4 kwa timu ya taifa Kenya, likifungwa na mchezaji jezi nambari 2 Mwanalima Jereko. Fourth goal for Kenya national team. Mistake alifanya goalkeeper pamoja na defense line yake. Nani huyu mwanadada huyu? Fahima Ahmed. Angalia Fahima alivyorudisha ule mpira. Ameshindwa kutumia mwili Fahima. Mwanalima Jereko mwili wake mdogo mdogo tu, lakini Fahima Ahmed ana fiziki ya kutosha na mwili mkubwa, lakini ndio hivyo. Dakika 2 zimeongezwa. Tanzania ikionyesha kibao kile. Jereko. Bundi Janet. Cheka ndani kule, kweka kambani, bao la 5. Bao la 5 anakwenda kufunga Kenya. Alikwenda kutupia ule mpira katika kamba. Bila shaka ni Janet Bundi. Janet Bundi Sodakta ndio amekwenda kufunga bao la 5 kama amevaa jezi yake nambari 7 mgongoni. Janet. Unaweza kuona namna ambavyo Janet alikwenda na mpira. Goli unapunguza na achia pasi ile. Golikipa alikuwa amekwisha kutoka golini. Bola Djibouti kwenda kurusha kule sasa. Pigwa kikoi, mtu kaunawa, mwamuzi anasema ni mkojo wa penalty. Makosa. Airo anapiga penalty taratibu, mpira anaweka ndani, ile goli la 6 kwa Kenya.
kapiga taratibu sana. Messi Airo pengine alikuwa anamwonea huruma tu mlinda mlango. Goli la 6 kwa timu ya taifa ya Kenya. Kwenda kucheza sasa. Jericho shaka maji ndani huko, nafasi arakandani, shuti ile, bao la 7. Hat-trick anakwenda kupiga Shikangwa Gentrix. Bila shaka mpira utakuwa kwake. Kama nilivyokuambia kidedea kwamba bado hawana umakini katika Gentrix. Shikangwa kama Donis Daniel Minja. Ndio bao lile la 7. Haya. na timu hii sasa wameamua kupigia upande na unaweza kuona namna ambavyo moja ya makosa pia ambayo bado wanaendelea kuyafanya Djibouti. Bao la 8 kwa Kenya. Shikangwa leo kwenda kufunga Na wanakwenda kutafuta goli la 9 Kenya. kwenda kupigwa namna hiyo, ikarudishiwa. Hii ndio goli ilikuwa la 8 lile. Lao la ulinzi halina watu, wanaliacha wazi, wanaacha Kenya waweza kupita peke yao. Shikangwa anakanari, nafasi bado wanakadhaa kwenda kucheza, wanakatali, wanaondosha. Mwamuzi anasema mkojo wa penalty. Mwamuzi mbaya. Ni namna ambavyo alikwenda kumnawisha mpira ule, bado kapiga ile ngozi ya goli, na baada ya kurudi kiwanjani akamnawisha mtu. Mmoja akatafasiri kwamba wakati huo Messi tayari yuko pale kwa ajili ya kupiga ile penalty. Messi Airo anakweka ndani mpira ule pale, bao la 9. Aisa Messi Airo amekuwa ni muungwana kweli kweli, hapeleki sana mbali katika lango lile, na anapiga hat-trick. Ni magoli mawili kalimi kwa ajili ya penalty kwa upande wake, na moja kila Mungu. Kocha Baraka Sara kwa ndani sasa, Lydia kichwa kinagongwa, nafasi kwa Kenya, ameunao tena. Shikangwa ameenda kuuwai ule mpira sasa. Hii sasa itakuwa sio hat-trick kwake, itakuwa 4-trick kama atafunga. Kwa katika eneo la hatari. Jaji Shikangwa anaoka ndani mpira wa bao la 10. Unatangaza bao la 10. Goli la 10 kwa timu ya taifa ya Kenya. Likifunga na Bao la 10 anakwenda kuweka Kenya. Shikangwa. Bado akiwa anahamasisha tu wachezaji zake Ferozi Mohamed. Hapo ndo uzuri wake. Na mwalimu pia akamwambia jamani, mabao 10. Penalti ilipigwa kwa ufundi kweli kweli. Isa Wanalima Jericho, wanalima 11. Huyu Wanalima Jericho pamoja na Shikangwa hawataki kumpumzisha nani. Goli la 11 kwa timu ya taifa Kenya, likifungwa na mchezaji jezi namba 2 Wanalima Jericho. Choka kweli kweli. Chagongo kule sasa na Ngosi. Ngosi Jericho, Wanalima ashanyosha msuri moja kwa moja kambani. Ferozi Mohamed, hii sasa ndio utataka tu. Goli 12. Namba 2 mgongoni. Wanalima Jericho ndio amefunga goli la 12. Wanalima Jericho, team captain wa Kenya, azidi kuonyesha kwamba sisi ni wakongwe, nyinyi watoto karibuni. Kwanza mnaanza mashindano. Dakika 3 za nyongeza.